Oh yes, karibu sana katika channel yako ya Mwaki Sports kuangazia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri, na kubwa zaidi ni kutazamia katika mchezo wa jana, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, ambao uliwakutanisha Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Silver Strikers kutoka kule nchini Malawi, mchezo ambao ulitamatika kwa Dar es Salaam Young Africans kuondoka na ushindi wa magoli 2-0 na kufanya aggregate kuwa 2-1, na hivyo rasmi kabisa Dar es Salaam Young Africans wanaungana na Singida Black Stars pamoja na Azam FC katika hatua ya makundi kwa msimu huu kwa mashindano ambayo yako chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, na Young Africans wakiwa upande wa CAF Champions League, na huku Singida Black Stars pamoja na Azam FC wakiingia hatua ya makundi katika kombe la shirikisho barani Afrika kwa maana ya CAF Confederation Cup. Ni mchezo ulikuwa mzuri, mchezo ulionyesha ukomavu wa Young Africans kama timu ambayo ina uzoefu na mashindano hayo, lakini pia ilionyesha improvement kwa maana ya maboresho ambayo yameboresheka. Kiukweli timu ukiangalia kuna utofauti unaanza kuonekana, kwanza namna ya kikosi kinavyocheza, lakini pia tumeona performance ya mchezaji mmoja mmoja imeimarika, lakini sambamba na hayo tunaona kuna namna kikosi kama kikosi kinacheza katika mifumo ambayo Young Africans walikuwa wakitarajia, japo bado kunahitajika changes nyingi sana. Mfano kwa Prince Dube, ni mmoja kati ya strikers ambao wamekuwa wakipoteza mipira ya hapa na pale mara kwa mara, na hata jana tuliona akiwa anakosa nafasi kadhaa, na hivyo kumfanya imuondoe hata katika ile furaha aliyokuwa nayo na kumfanya awe na mawazo kiasi fulani. Kwa hiyo hili ni swala ambalo pia mwalimu wa timu hiyo, lakini pia wanasaikolojia wanatakiwa wawe karibu sana na Prince Dube kuhakikisha kwamba wanamtengenezea ushauri mzuri, lakini pia wanamuimarisha kiakili ili aweze kusimama katika mwelekeo mzuri. Lakini pia wachezaji wengine tunaona Mudathir Yahya basi aliweza kuishia njiani kutokana na kupata maumivu ya goti, na performance ni mzuri kiukweli. Young Africans imeanza kurejea, tunamwona Dombia Mohamed anacheza vizuri, licha ya bado kuna namna anatakiwa aongeze stamina, lakini pia aongeze ile kasi ya kiuchezaji. Anacheza vizuri, lakini bado ana mpira wa polepole, ana uwepesi wa mwili. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pengine mwalimu wa fitness anatakiwa aviangalie, lakini pia kuongeza spidi, kasi, ili kuendana na mfumo ambao Young Africans wamekuwa kwa miaka yote wanaucheza. Kiufupi, Young Africans inaanza kufanya maboresho, na kama wakiendelea hivi, nafikiri Young Africans sasa inarudi kule katika piki yake, ubora wake ule ambao tuliozoea kipindi cha nyuma cha Mwalimu Gamondi, kipindi cha nyuma cha Profesa Nabi, kipindi ambacho Young Africans inafanya vizuri kimataifa na kusababisha kuwa miongoni mwa klabu ambazo zinaogopwa barani Afrika. So kiujumla, Young Africans sasa inaanza kujipata tena, inaanza kurudi katika namna ambayo timu zingine zinatakiwa zichukue tahadhari kubwa sana. Nilisema juzi kwamba kwa mechi marudiano Young Africans ni 100% wanakwenda kuondoka na ushindi, labda tu Mungu mwenyewe apange tofauti, lakini kiubinadamu ama kiwana michezo tuliona kabisa Young Africans wanakwenda kuondoka na ushindi, na ilikuwa ni zaidi ya goli 3. Sema tu ndio hivyo, kwa sababu ya makosa hapa na pale kwa washambuliaji. Mara kadhaa Prince Dube amekuwa akikosa nafasi za wazi, na hivyo kusababisha kuishia mbele, lakini sio mbaya kwa sababu imewezesha kufika katika hatua ya makundi. Ni sehemu ambayo wanatakiwa wajipange zaidi ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kutengeneza battle na timu hizi ili waweze
kuondoka katika hatua ya robo finali. Una maoni gani kuhusiana na mechi ya jana ya Dar es Salaam Young Africans? Kuna utofauti ambao unauona Yanga wameuonesha, ama bado timu inahitaji maombi ya nguvu sana? Tuandike maoni yako kwenye comment section, lakini pia nikukumbusha kubonyeza neno subscribe chini ya video hii. Utakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports kadiri ya kupata zile updates kali za kimichezo ambazo zinajiri na kumeka headline kila siku. Hadi wakati mwingine, kwa sasa nakuaga bye bye, tukutane next video tuje kujadili kwa pamoja michezo na yale yote ambayo yanajiri ndani na